Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho nyikani muda wa siku 40. Alijaribiwa na Shetani. Siku hizo zote hakula kitu chochote. Zilipotimia mwisho, aliona njaa. Hapo Shetani akamwambia, kama ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani akampandisha juu, akamwonyesha falme zote za ulimwengu kwa mpigo. Akamwambia, nitakupa wewe enzi juu ya falme hizi zote na fahari zake, kwa maana zimo mikononi mwangu, nami nitampa mtu wa hiari yangu. Basi ukiniabudu, yote yatakuwa ni yako. Yesu akamjibu akasema, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Kisha akampeleka Yerusalemu, akamweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini toka hapa, kwani imeandikwa, akakuagizia malaika wake wakulinde, nao watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikoa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamjibu akisema, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Baada ya kumaliza kila jaribio, Shetani akamwacha kwa muda. Injili ya Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Mahujaji wa tumaini pamoja katika sala. Bila shaka tunaposikiza haya masomo ya leo katika Jumapili ya kwanza ya Kwaresma, ambayo inachanga moto sana, tunajiuliza maswali. Lakini ningependa tu tuangalie kwa kina mambo matatu kutokana na masomo yetu. Wa kwanza ni uaminifu kwa Mungu wetu ama kwa binadamu. La pili, ushuhuda wa imani kwa Kristo Bwana ambao tunaalikwa kila siku kwa ushuhuda. Na tatu, vile tunaweza kupigana na majaribio ambayo yanatukumba kila siku tukifuata vile Kristo alivyofundisha leo. Wana wa Israeli waliishi miaka mingi wakingoja siku ya Masia. Walipelekwa utumwani Babiloni ile miaka ya 800 kabla ya Kristo, na baadaye wakarudi katika nchi yao, na baadaye pia wakaenda Misri, na huko wakaishi miaka mingi, zaidi ya miaka 400. Alafu Musa akatumwa kwa Mungu. Alisikia kilio chao kwa sababu walikuwa wanadhulumiwa, na aliwatoa huko Misri kupitia mkono wa Musa. Wakavuka bahari ya Shamu, wakatembea miaka 40 na wakafika nchi ya Maagano, nchi ambayo naambiwa ni nchi ambayo ilikuwa imejaa asali na maziwa. Na walipoanza
kumrudishia Mungu shukrani kwa uaminifu wake. Na kuhani ndiye anayopewa matunda ya kwanza ambaye amewekwa mikononi mwake, na wanaambiwa basi sasa wanatoa matunda ya kwanza, matunda ambayo ni matunda ya nchi ya agano, nchi ya ambayo imejaa maziwa na asali. Na kabla ya kutoa hii, wanakumbushana kwamba walikuwa na shida. Mungu ndiye aliwatoa Misri akawaleta katika nchi, na ndio basi wanatoa haya matunda ya kwanza kuonyesha kwamba Mungu ni mwaminifu na Mungu ndiye anayewapatia kila kitu walicho nacho. Sisi basi tunaalikwa pia kuona kwamba kila siku tuweze kumtolea Mungu dhabihu, tuweze kumtolea Mungu sadaka ambayo inafaa, kwa yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Na hata katika Zaburi tunaona hata wakati tuna shida, kama tumeimba katika Zaburi, uwe pamoja nami Bwana. Wakati gani? Katika taabu zangu. Wana Israeli walimlilia Mungu katika taabu zao wakiwa Misri, akawasikia na akawapatia kweli kwa kuwaleta katika nchi ya agano. Sisi kila siku tunamlilia Mungu katika taabu zetu nyingi kwa njia tofauti. Ni taabu za kukosa chakula, saa zingine kukosa marafiki, kukosa karo, kuwa wagonjwa, kuwa saa zingine tunakuwekwa jambo lingine. Tukimlilia Mungu, bila shaka atatupatia mahitaji yetu. Kwani kila siku tunamlilia katika sala yetu ambayo ametufundisha, sala ya Baba yetu uliye mbinguni. Nasema nini? Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Give us today our daily bread. Kwa hivyo uaminifu wetu kwa Mungu unaonyesha kwamba he is there for us, he stands for us. Jambo la pili, kama kweli sisi ni wafuasi wa Mungu, wafuasi wa yule ambaye ametuita, basi lazima tukubali kwamba alikuita tukabatizwa na tukaweza kuwa wana wa Mungu, na ndio tunaweza kuita Mungu Baba, tukaweza kukiri kwamba Kristo ni Bwana. Paulo mtakatifu katika waraka wake kwa Warumi anatuambia jambo ambalo ni muhimu ni kuweza tu kuungama kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana, alafu fanya nini? Usadiki moyoni mwako kwa Mungu amemfufua Kristo. Kwa hivyo imani yetu ni kwamba Kristo ni Bwana na Mungu amemfufua. That Christ is Lord and God has made Jesus to resurrect from the dead. Ushuhuda wetu kwa imani, ushuhuda wako wa imani wa kila siku, ambao unapaswa sasa zingine kutoa ushuhuda wakati ambapo kuna magumu mengi, wakati hata labda wengine wanaona ni kama utaanguka, hasa wakati wa Kwaresma, kwa na jambo ambalo linastahili ukasimama imara kama Mkristo, lakini shetani naye anakuja kila wakati. Sio shetani analala kweli? Shetani analala. Shetani tunaambiwa na Petro, he is roaring around like a lion, looking for somebody. Labda hapa saizi na kunamuelezea wewe, lala kidogo. Usiwe kuja kuchomoja, sio kwa kuchomoja. Lala kidogo alafu utaamka hapo kienda kasadiki. Huyo ni shetani. Anakuambia wakati wa Kwaresma, ati mnaambiwa wakati wa Kwaresma
mwingi, ufisadi, watu kujipenda. Kama juzi tu naona sasa mliona magari, niliona kwa mchoro mwingine bulbaro moja imebeba machungwa mingi. Kama mliona inaona mambo ya kisiasa, sio nilichora hapo mchoro, sio? Najua hata uliona bulbaro moja imebeba nini? Machungwa mingi. Na pia huo ni uhusiano, sijui nani atakaye mwingine, lakini wewe ndio utajua. Mara nyingi viongozi wetu wanatupeleka katika mambo ambao sio mazuri. Tukumbuke kwamba kama vile mama alikuwa mbele na habari ya kampeni ya Kwaresma mwaka huu wa 2025 ni kwamba we reflect on the Kenya of Islam. Kenya tunayoita itumaini. Na hiyo Kenya gani? Ni Kenya ambayo ina ufisadi. Ni Kenya ambayo ina uongo. Ni Kenya ambayo watu hawezi kupata mambo yao ya kila siku ya elimu. Watu wa kila hospitali hawezi kupata tiba. Hapana. Ni Kenya ambayo ina amani. Ni Kenya ambayo kila mmoja anaweza kupata kile anastahili kupata. Awe ni wa Mlima, awe ni wa kule ziwani, ama awe ni wa mto gani, sote tuwake wake. Kama sivyo, na Kenya anastahili na kuipata Kenya na kupata hiyo keki kama wamesema keki kila mmoja wetu. Na wanasema lazima ujue kwamba kila mmoja awe pale hiyo keki inafanya nini? Inalala. Ama pale chakula yao. Wanasema if you are not part of preparing the menu, you might be the menu. Isn't it? You might be the menu. Sasa ni hivyo. Hebu angalia kama anatendeka. Nani menu? Nani menu? Au sio wewe? Au sio sisi? So uaminifu wetu na kukiri imani yetu lazima ikuje kila wakati. Hata kama ni mambo ya kisiasa, unasimama na ukweli. Unasimama na ukweli. Jambo la tatu ni kwamba katika mambo ya kijamii, mambo ya shule, tunayo majaribu ambayo yanakuja kila wakati. Nimesema sasa shetani anakuja kujaribu hapa na pale. Na shetani hata kuacha nyuma alijaribu pia yule ambaye ni mfalme Yesu Kristo. Ameenda amepelekwa na Roho kujitayarisha kwa kazi yake ambayo alikuja kufanya hapa duniani. Siku 40 mwisho akaona njaa. Shetani akasema, this is my opportunity. Kwa vile yule striker wa ile timu ambao unapenda unamwona ameona goli kidogo kufanya nini? Goli ni kama anazubazuba. Unasema unaruka na mpira wa striker na makumi pale, unasema this is my opportunity. Unapiga bao, inaenda wapi? Inaenda juu. Hivyo ndio shetani alifanya. Alikuwa na 3 chances. Analenga goli. Anasema, wewe kama ni mwana wa Mungu, unaona njaa, haya ni mawe, unayo nguvu. Fanya haya mawe yawe nini? Mpira uliingia au kuingia? Alitaka goli haikuingia. Alimwambia, man does not leave money on. Shetani akarudi tena akasema, moja chances. Na hivyo ndivyo nakuja katika maisha yetu. Hii mali yote ni yangu. Mali shetani anasema na tajua shetani hana lake. Anamwambia yule mwenye mambo yote, all is mine, I will give you. You only need to do what?
yote yatakuwa ni yako. Yesu akamjibu akasema, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Yaani huwezi kumwambia huyu mtu anakuongezea kuwekelea kila kitu amwambie nenda shetani. Wewe unaenda tu kama kondoo ambaye anaenda kuchinjwa. Pole pole tu, alafu baadaye zangu zilienda, walinidanganya, waliniiba, nani aliniiba? Ya tatu, anaambiwa kwamba Mungu atamlinda kila wakati. Na saa zingine, ndugu, tunajiingiza kwenye majaribu ambayo hatupaswa kuingia. Unaenda mahali ambapo unasema hapa naenda tu, lakini Mungu ananitoa. Maji unajua kitanzi kwa shingo, alafu unajiacha unasema Mungu atanitoa hapa. Unataka Mungu akusaidie, lakini wewe ndivyo unaenda mahali ambapo utaweza kuangamia. Na ndipo Yesu anasema hapo mimi sijipeleke. Shetani pale anajipanga vizuri, nataka kuleta kwa wengine, anagonga wapi? Naona post ya juu pale kwa kona analipita ingine. Na Yesu anamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Katika hayo yote tuna kwamba tukitaka kuondokea majaribu, ndugu, tumfuate Yesu Kristo, tumtumie maandiko matakatifu. Kwa hiyo wakati wa Kwaresma ni wakati ambao tunasema ni wa kufunga, kusali na kusaidia maskini, lakini pia kujiunganisha zaidi na neno la Mungu, neno lililo hai, ili majaribu yanapokuja tunaweza kuyaondokea. Basi tunaalikwa kuyaondokea majaribu yote tukishika neno la Mungu. Kila wakati neno linaposomwa na wasomaji wetu, anasoma neno, anasema neno la Mungu, the word of. Hakuna wakati anasema hili neno langu, this is my word, it is the word of God. Let the word of God help us so that we are able to keep away from temptation. Napenda sana babu, sisi kila juma tunaenda katika mikutano ya familia zetu na mikutano ya jumuiya. And one of the very important things ambao hatuwezi kuondokea, it is reading the word of God and reflecting on it, isn't it? Tuna upungufu wa kusikiza neno la Mwenyezi Mungu kanisani, katika familia, katika jumuiya. Lakini ole wako wewe ndugu yangu, na kila Jumapili nakwambia KCC we are one family. Na hata sasa katika Kwaresma tunakusini kubelong na ubelong. Alafu kisha belong unafanya nini? Ukiparticipate in the word of God, you shall be so much enriched, na utaweza kuepukana na hayo majaribu ya shetani huyo mwovu, na utaepuka ukiwa mshindi. Basi nikimalizia, nasema kwamba tunaalikwa baada ya kuangalia uaminifu wa Mungu wetu kama alivyokuwa mwaminifu kwa wana wa Israeli, yeye mwaminifu wangu kila siku, tutoe ushuhuda wetu kwa kukiri na vinywa vyetu na kuamini katika roho zetu, na pia tutaweza kupigana na hayo majaribu ya kila siku, hata kama ni magumu namna gani. Kama sasa kuna mtu simu yake sasa ina vibrate kwa mfuko wake, wewe ina vibrate, unaambia sasa chukua tu angalia nani, chukua tu ina vibrate sasa, unakusikia wewe unaona majaribu, lakini sasa nakwambia achana nayo, nakwambia chukua or when you are holding your phone na unasema mimi nilisema I am going to keep away from watching pornographic sites. Unachukua simu yako unasema hii moja tu hata nyingine katika hii site, hii moja tu kuna. That is the devil telling you. Lakini jengo hiyo simu yako kafungua Matthew chapter 25. Will you get me the pornography there? No. So open the scripture. Hata kama nakwambia open hiyo page, kwambia bwana, ama open
itatusaidia kuepukana na majaribio yote, na tukaweza kila wakati kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Tusisahau pia tunaalikwa kwenda katika sakramenti ya kitubio ili tuweze kujitayarisha wema. Kama tuna dhambi mingi ambazo hatujaenda kuungama, hapo shetani anafurahia sana, anakwambia acha kwenda kuungama bana, si uko tupo, si umekaa kwa mtu bila kuungama, kwenda kuungama ile kwa ladha anadaia, right? Na anakwambia ukiwa pale katika mlango wa confession, anakwambia sio lazima, sio tu mtaka lakini sote tukadi asikuje ndio zenda kuungama. Yes, also confess your sins in the sacrament of confession, and that will give us an attitude that will change our lives. Basi tusali leo katika Jumapili ya kwanza ya Kwaresma tuwe na mabadiliko. Isiwe tu kusema nenda kanisani, hatukuimba utukufu. Tasubiri kwa nini wakati wa Kwaresma tuimbe? Wanaimba haleluya wakati wa Kwaresma Biblia haleluya. Tunaimba glory and praise. Mbona tukuona wanasiasa wakidansi wakati wa Kwaresma hakuna nini? Hakuna kudensi. Tunangoja kudensi wakati wa nini? Wa ufufuko. Basi tukae kama ndugu na dada ambao tumealikwa, najua kwamba Mungu huyu wetu tukimlilia wakati tabu zetu tutafanya nini? Atakuwa pamoja nasi. Uwe pamoja nami yeye Bwana katika taabu zangu. Lakini usione kila wakati una taabu. Kwa wengine they glory in their problems. Ndio wale huruma. Anateseka. Anafurahia hivyo tu. Kama hana ugonjwa kuna anamuongelesha. Kama hana taabu kuna anamuongelesha. Anataka kwa pale tu kila siku ndio msaidie. Akimena bwana siku ngapi? Siku tatu. Mbona usibaki huru uweze kuinama? Sasa for some people would like just to remain there so they can be pitied. As Christians, let us not just be there to be pitied, and we not also pity others. Mahujaji wa tumaini pamoja